Jasheri sura ya 4. Na siku zote ambazo Enoko aliishi duniani zilikuwa miaka 365. Enoko alipopaa kwenda mbinguni, wafalme wote wa dunia waliinuka na kumchukua Methusela mwanawe na kumtia mafuta, kisha wakamfanya atawale mahali pa baba yake. Methusela alitenda mambo ya haki mbele za Mungu, kama vile baba yake Enoko alivyokuwa amemfundisha. Naye pia katika kipindi chote cha maisha yake aliwafundisha wanadamu hekima, maarifa na kumcha Mungu. Naye hakugeuka kutoka katika njia njema upande wa kulia wala wa kushoto. Lakini katika siku za mwisho za Methusela, wanadamu walimwacha Bwana, wakaiharibu dunia, wakawa wanaibiana na kunyang'anyana na kumuasi Mungu. Walifanya maovu wala hawakuisikiliza sauti ya Methusela, bali walimuasi. Bwana akawakasirikia sana, naye akaendelea kuharibu mbegu katika siku hizo, hata ikawa hakuna kupanda wala kuvuna duniani. Kwani walipolima ardhi ili kupata chakula cha kuwategemeza, miiba na michongoma ndivyo vilivyoota ambavyo hawakuvipanda. Pamoja na hayo, wanadamu hawakuacha njia zao mbaya, na mikono yao bado ilikuwa imekunjuliwa kutenda uovu mbele za Bwana. Walimpandisha hasira Bwana kwa njia zao mbaya, naye Bwana akakasirika sana na kuhuzunika kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Akaazimia kuwaangamiza na kuwafutilia mbali, naye akafanya hivyo. Katika siku hizo ambazo Lameki mwana wa Methusela alikuwa na umri wa miaka 160, Sethi mwana wa Adamu alikufa. Siku zote ambazo Sethi aliishi zilikuwa miaka 912, kisha akafa. Lameki alikuwa na umri wa miaka 180 alipomuoa Ashmua, binti wa mjomba wake Elisha mwana wa Enoko, naye akapata ujauzito. Wakati huo wanadamu walilima ardhi na chakula kidogo kikaota, lakini bado wanadamu hawakuacha njia zao mbaya, bali walizidi kumuasi Mungu. Mke wa Lameki alishika mimba na kumzaa mwana katika kipindi hicho, mwishoni mwa mwaka. Methusela akamuita jina lake Nuhu, akisema dunia katika siku zake ilikuwa na utulivu na huru kutokana na uharibifu. Lakini Lameki baba yake akamuita jina lake Menahemu, akisema huyu atatufariji katika kazi zetu na taabu ya mikono yetu katika ardhi ambayo Bwana aliilaani. Mtoto akakua na kuachishwa ziwa, naye akaenda katika njia za babu yake Methusela, akiwa mkamilifu na mwenye haki mbele za Mungu. Na wanadamu wote waliziacha njia za Bwana katika siku hizo, walipozidi kuongezeka juu ya uso wa nchi, wakiwa na wana na binti, wakafundishana matendo maovu na kuendelea kumtenda dhambi Bwana. Kila mtu alijitengenezea mungu wake, wakawa wananyang'anyana na kuibiana kila mtu na jirani yake pamoja na ndugu yake, wakaiharibu dunia, na dunia ikaja dhulma na ukatili. Waamuzi na watawala wao waliwaendea binti za watu na kuwatoa wake kwa nguvu kutoka kwa waume zao kulingana na chaguo lao. Pia wanadamu katika siku hizo walitoa wanyama wa nchi, ndege wa angani na mifugo, na kufundisha mchanganyiko wa viumbe wa spishi moja na nyingine ili kumkasirisha Bwana. Mungu akaiona dunia yote kuwa imeharibika, kwani viumbe vyote viliharibu njia zao duniani, wanadamu na wanyama pia. Bwana akasema, nitamfuta mwanadamu niliyemuumba juu ya uso wa nchi, naam, kuanzia mwanadamu hadi ndege wa angani, pamoja na mifugo na wanyama wa mwituni, kwani nahuzunika kwamba niliwaumba. Watu wote waliotembea katika njia za Bwana walikufa katika siku hizo, kabla Bwana hajaileta adhabu juu ya wanadamu aliyokuwa ameitangaza. Hii ilitokea ili wasione uovu ambao Bwana aliusema kuhusu wanadamu. Lakini Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, naye Bwana akamchagua yeye na watoto wake ili kukuza uzao kutoka kwao juu ya uso wa nchi nzima.